Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na nitasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 29 na ule mstari wa 11. Biblia inasema Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawapa watu wake nguvu. Sasa tunapoona maandiko yanasema ya kwamba Bwana atawapa watu wake nguvu, lazima uelewe ya kwamba zipo nguvu za rohoni na zipo nguvu za mwilini. Na unapoongelea nguvu za rohoni, Bwana huwa anaachilia nguvu za rohoni. Sasa hizi nguvu za rohoni ni uwezeshwaji wa kimungu unaoachiliwa ndani ya mtu kufanya jambo fulani. Na ndio maana mtu anasema Mungu anipe nguvu za kuamka asubuhi. Haimaanishi kwamba ni nguvu ya mwilini. Unahitaji nguvu gani kuamka asubuhi? Unahitaji nguvu za rohoni. Unaposema Mungu aliposema kwa wana wa Israeli ya kwamba atakaopeleka katika ile nchi, wakaangalie sana wasije wakakengeuka, wakumbuke ya kwamba yeye ndio Mungu aliyewapa nguvu za kupata utajiri. Anaposema nguvu za kupata utajiri, haimaanishi ya kwamba zile nguvu za mabavu ambazo zinatokea kwenye misuli ya mwili. Hapana, anaongelea kwa habari ya nguvu ya kiroho katika ulimwengu wa roho inayomwezesha mtu kupata utajiri. Na ndio maana unaweza kuwa na nguvu za mwilini, ukikosa nguvu za rohoni hauwezi fanikiwa. Unaweza kuwa na nguvu za kufanya biashara kimwili, lakini kama hujapata nguvu za kiroho hauwezi fanikiwa. Unahitaji nguvu za kiroho katika kila jambo. Unahitaji nguvu za kiroho katika ndoa yako. Unahitaji nguvu za kiroho katika uchumba wako. Unahitaji nguvu za kiroho katika biashara yako. Utakapokuwa na nguvu ya kiroho katika biashara yako, lazima utaiona faida. Utaona namna Mungu anakufungulia ufahamu wa ufanye nini. Utaona vile ambavyo unapata kibali kazini kwako. Utaona vile ambavyo unapata neema kwenye kila unachokifanya, kwa sababu kuna nguvu ndani. Kuna nguvu ndani. Kwa hiyo tunaona nguvu hii inayoongelewa ni sawa na ile nguvu ambayo iliyo ndani ya jina na damu ya Yesu. Ile ni nguvu ya rohoni, sio nguvu ya mwilini. Kwa hiyo ndani ya jina la Yesu kuna nguvu za rohoni ambazo ukisema kwa jina la Yesu mapepo yanaondoka. Ni nguvu zile za rohoni. Kwa hiyo unaposikia kwa habari ya nguvu, ni kitu cha kiroho ambacho Mungu anakiachilia kwa watu. Na hicho ni kitu ambacho kinakuja kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo asubuhi ya leo unapoenda kuomba nguvu ndani yako, itakuwezesha wewe kupata utajiri. Nguvu nitakayoenda kuiomba leo asubuhi ya leo itakuwezesha wewe kuinuliwa. Nguvu itakayoiomba asubuhi ya leo itakupa wewe ufahamu bora, akili bora. Ukiangalia kina Daniel walikuwa na akili bora, lakini hawakuwa ni kwa nguvu zao. Waliwezeshwa kutoka juu. Bwana aliwapa neema, kwa ile nguvu ilitokea ndani yao. Biblia inaeleza kwa habari ya nguvu, lakini pia tunaona Mungu anapokuwezesha kukupa nguvu ya kushinda dhambi. Unahitaji nguvu ya mwilini kushinda dhambi? Si kweli. Unahitaji nguvu za rohoni. Na ndio maana hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu mpaka watakapopokea nguvu. Alikuwa akiongelea nguvu za rohoni, sio za mwilini. Akasema mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi. Sasa mkishapokea nguvu ndipo mtakapoweza kuwa mashahidi. Kwa maana ya kwamba unahitaji nguvu za rohoni kuwa shahidi. Mimi hapa unaponiona sihubiri kwa nguvu za mwilini, nahubiri kwa nguvu za rohoni, ambazo nikikusemea kitu katika ulimwengu wa roho, kuna vitu vinafunguka kutoka kwenye vyanzo. Kutoka kwenye vyanzo. Jana nilikuwa nawasimulia kitu kimoja pale kanisani ambacho kilitokea kwenye kanisa la Kigamboni la Mbutu siku ya Jumapili. Mungu alitaka niwafundishe watu kwa mifano, lakini nikamwita mtu mmoja pale, nikamwekea mikono, nikamwomba Mungu amfungue macho yake apate kuona kinachoendelea. Halafu sasa huwa tuna Jumapili za zawadi ambazo kila mtu anabeba zawadi kwa ajili ya kumpa mwenzie. Mimi nikasema nataka niwape zawadi kwa nafasi ya kimungu aliyonipa. Kwa hiyo nikatamka pale kwamba ninawapa zawadi kwa jina la Yesu. Halafu yule aliyekuwa akiona akashtuka. Nikasema nashtuka nini? Akasema ninaona watu wameshika vitu vinavyong'aa. Okay,
nikataka kuendelea kuwafundisha kitu fulani, kitu muhimu sana. Nikaita watu wawili waliobeba zile zawadi katika ulimwengu wa roho. Nikawa namwambia yule anayeona, nikamwambia naomba ueleze watu kile unachokiona, ndio waeleze watu. Nikamwambia mmoja, haya mwambie huyu mwenzio barikiwa. Alivyosema barikiwa, kile kinachong'aa ambayo ni zawadi kikaondoka kikaenda kwa yule mtu. Alafu yeye akabaki hana kitu mkononi aliyesema barikiwa. Sasa yule ndio akawa anasema hivyo, kanisa likashtuka kwamba kwa hiyo inamaanisha nikisema mtu barikiwa inamaanisha natoa kilichopo ndani yangu nampa yeye. Sasa wakawa nabaki wanashangaa. Halafu baada ya hapo nikasema okay, wacha mimi mchungaji niseme kwa mtu huyo barikiwa. Nikamwambia barikiwa, 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 barikiwa. Halafu nikamwambia yule anayeona, unaona nini? Akasema baraka nyingi, vile vinavyong'aa vingi havihesabiki. Nikamwambia haya, angalia kwangu, je, vimeisha ama vipo? Akasema vipo vingi hata havijapungua. Sasa nikawa nawaelekeza kitu kimoja, kwa sababu chanzo hicho niliongea kwa habari ya zile barikiwa barikiwa tunazozipataga huko kwa wauza vitu. Mtu kimuungisha kitu akamwambia barikiwa, barikiwa. Je, zile huwa zinakuwa ni baraka ama ni nini? Sasa wakawa wanapata kuelewa ya kwamba kama yule mtu anayesema barikiwa kulikuwa kuna kitu fulani ameombewa labda, ama katika kuomba kwake kuna baraka zilimshukia, atakachosema barikiwa ni kile alichonacho mkononi kinatoka kinaenda kwa mtu mwingine. Yeye kama alikuwa navyo viwili anabakiwa na kimoja. Akimbariki na mteja wa pili inamaanisha yeye anakuwa hana. Mteja wa tatu akija kimwambia barikiwa ni story tu hizo. Hamna kitu kinachohama kutoka kwake kwenda kwa yule mtu. Hata ukisema amina hamna unachokipokea. Kwa sababu gani? Akasema, nikawa nawaelekeza kwa sababu gani. Nikawa naambia hivi, wao sio vyanzo. Wao sio vyanzo. Mimi niliyekuwa nasema barikiwa, kwa nini wamevipata wote na nikisema barikiwa barikiwa bado vinaendelea na mimi sipungukiwi? Kwa sababu mimi ni chanzo kutoka kwenye chanzo. Kuhani yoyote ni chanzo kutoka kwenye chanzo ambacho ni Mungu mwenyewe. Kwa mimi siwezi kuishiwa zile baraka kwa sababu nimetap zile baraka kutoka kwenye chanzo ambacho chenyewe chanzo hakiishiwi, na mimi siwezi ishiwa kwa sababu mimi ni chanzo kwenye chanzo. Kwa hata nikisema barikiwa, barikiwa inakuja tu baraka kwako. Wewe kazi yako ni kusema amina, amina. Sasa swali linakuja, na sisi je, inamaanisha haturuhusiwi kuambia watu barikiwa? Nikawa nawaelekeza ya kwamba wewe ambaye sio mtumishi, huna chanzo, ni lazima useme Mungu akubariki, ili kila ambacho uliambiwa barikiwa na mchungaji ukakidaka, ama katika kuomba kwako ukaweza kutingisha katika ulimwengu wa roho baraka zikakushukia, ili usizitoe za kwako ukampa, kwa sababu sio chanzo, kwa sababu zinaisha, kwa sababu wewe sio chanzo. Ili utoe zile baraka ambazo ziende kwa mtu na wewe ubakiwe na za kwako ulizokuwa nazo, ni lazima umdirect ule mtu kwenye chanzo. Na chanzo unachomdirect ni moja kwa moja mbinguni, sio kwa mchungaji. Mchungaji analetewa za kwake kwa ajili ya kubariki watu. Wewe ukitaka kumbariki mtu unapeleka moja kwa moja, unaambia Mungu akubariki, Mungu akubariki. Lazima utaje jina la Mungu akubariki, ama Bwana Yesu akubariki. Yaani unakiwakilisha chanzo. Sasa nini nataka kuongea? Baada ya hapo watu ndio akili zikawafunguka, kwa sababu hivyo vitu vyote nilikuwa sisemi mimi nilichoeleza ni kuelewesha tu kama nilivyoelewesha, lakini ile ya mwanzo kuona jinsi baraka zinavyoenda, zile zilikuwa ni vitu ambavyo mwenzao katikati yao aliyefunguliwa macho ndio alikuwa akiwaambia. Kwa hiyo sasa maana yake ni nini? Mimi ninayo nguvu katika ulimwengu wa roho ya kutamka baraka kwako, ni nguvu. Kwa hiyo nguvu nisipokuwa nayo siwezi kutamka baraka kwako. Na ndio maana Mungu aliponipaka mafuta kuwa mtumishi, tayari nimeachiliwa na hiyo nguvu ndani yangu, na ndio maana huwa nacheka sana, nachekaga sana muda mwingine naumia. Unapita tu kwenye mitandao unakuta mtu tu amejitegesha pale, yaani kutukana tu. Kila mtumishi anayekuja ni kumtukana tu. Unajiuliza, hivi huyu anakiweka kizazi chake kwenye nafasi gani? Watoto wake anaweka kwenye nafasi gani?
Nikawa nawafundisha jana watoto wangu pale. Nikamwambia sikiliza, wewe kama unadhani umetoka kwenye kanisa moja hujaridhika nalo juu ya vitu vinavyoendelea, ondoka kimya kimya, nenda kwenye kanisa jingine, kwa sababu wewe huna uwezo wa kujua yupi ni chanzo. Kwa sababu katikati ya watumishi kuna manabii wa uongo, lakini mradi huna macho ya rohoni kujua huyu ni wa uongo, unaweza ukashangaa unamuongelea vibaya, kumbe ni chanzo. Nikawa nasema hivi, mtumishi anaweza akawa na utoto wa kiroho, ana utoto wa kiroho, lakini bado Mungu yani ni chanzo, Mungu amemuita, lakini katikati ya kumuita bado ana utoto mwingi. Sasa rahisi sana kumhukumu kutokana na utoto wake, ukajikuta unatukana chanzo, halafu kile chanzo Mungu anaachilia uharibifu kwako. Kwa ili kujilinda, usiwe mwongeaji, usiwe mtu wa kuhukumu, kwa sababu tumekatazwa kuhukumu. Wewe ukipita kwenye mitandao ukiona mtumishi ameongea vitu vya kitoto, usianze kusema huyu hamna kitu. Wewe ondoka kimya kimya. Kama una scroll, endelea na watu na mambo yako. Linda wewe, linda na sehemu unapoabudia, linda mahali ambapo unajua ni chanzo. Basi kwingine ambako huna uhakika nako, kaa kimya, kwa sababu unaweza kaingia kwenye shida pasipo kujijua. Kwa nini naongea? Kwa nini Roho wa Bwana ananisukuma hivyo? Kwa sababu tunapoenda kuombea nguvu, kila mtu ana nguvu zake za kawaida kabisa, lakini mimi napoenda leo kukuombea we nguvu, kuna vitu vinaenda kuamka kwako kama Goliati, yani mijitu kubwa inaenda kuamka kwako katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinaenda kuamka kwako leo ninapoomba nguvu ndani yako. Lazima uelewe ya kwamba mimi kama mtumishi wa Mungu ni chanzo kutoka kwenye chanzo. Ninapokutamkia baraka za kuinuliwa, ninapotamka nguvu, wewe una uhakika kwamba kuna namna nguvu inaamka ndani yako. Nguvu ya Mungu inaamka ndani yako. Kuna vitu Mungu anaenda kuvifanya ndani yako. Ndani yangu nasukumwa kwa sababu ya ile nguvu inaenda kuamka ndani yako, itakuwezesha kufanya biashara yako vizuri siku ya leo. Ile nguvu inayoamka ndani yako itakuwezesha kufanya kuwa na amani siku ya leo. Ile nguvu inayoenda kuamka ndani yako itakuwezesha kufanya mambo makubwa siku ya leo. Cha muhimu tu ni kuhakikisha unailinda hiyo nguvu kwa gharama zote. Unaposikiliza ibada namna hiyo, kuna nguvu inazaliwa ndani yako. Hasa pata picha kama unasikiliza ibada, kuna nguvu inazaliwa ndani yako. Halafu sasa leo ni maombi tena ya kukupa wewe nguvu katika jina la Yesu. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo makubwa sana utaenda kuyafanya. Kwa hiyo nataka niende nikaombe wakati huu. Na utamshangaa sana Mungu. Kwa namna ya ajabu sana utamshangaa. Kuna vitu ulikuwa hauwezi katika ulimwengu wa roho, unaona kabisa haviwezekani, leo vitaenda kuwezekana. Unajua unahitaji nguvu ya kumshinda shetani. Unahitaji nguvu ya kuishinda dhambi. Unahitaji nguvu. Unajua katika ulimwengu wa roho, wale wanaotaga ndoto wanafanya tendo la ndoa na mtu asiyemjua, unajua ile ni kukosa nguvu. Kwa sababu amepataje huyo pepo nguvu ya kukuweza wewe mpaka akafanya tendo la ndoa na wewe? Lazima ujue kuna namna umekosa nguvu. Wale ambao mnakimbizwa, yani lazima yani siku moja wote basi unamkimbiza mtu. Kwa nini wewe kila siku unakimbizwa? Ujue kuna hali ya kukosa nguvu. Kila kitu kinategemea nguvu, ile nguvu ya ndani ndio ikusaidie. Kwa hiyo tunaenda kuomba wakati huu, na ipo nguvu itakayoenda kuinuka ndani yako. Je, unaamini ya kwamba kuna nguvu ya kukufanya wewe tajiri? Unaamini ya kwamba kuna nguvu ya kukufanya ufanikiwe? Kila kitu kinategemeana na nguvu itendayo kazi ndani yako. Na ndio maana Mungu akija anaangalia nguvu ndani yako ili atende. Anaangalia nguvu ndani yako. Ninaongea hivi kwa sababu gani? Kuna mtu anahitaji nguvu asubuhi ya leo. Kabisa. Kuna mtu anahitaji nguvu asubuhi ya leo. Unaenda mahali ambapo unahitaji nguvu za Mungu. Unaenda mahakamani kujitetea, lazima kuwe kuna nguvu. Unaweza kaenda una kesi, muombe hata mwanasheria wako apate nguvu, sio za mwilini, za rohoni. Pata nguvu. Ukipata nguvu wewe ni mshindi. Nataka niende mbele za Bwana niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninaomba rehema na neema yako juu ya mtoto wako anayesikia wakati huu. Baba, ninatangaza nguvu katika ulimwengu wa roho. Wewe Roho wa Bwana ni nguvu. Unaenda kuachilia nguvu zako, mafuta yako Roho wa Bwana yanaenda kuachiliwa kwa mtoto wako huyu ambaye anaenda kufanya biashara siku ya leo, ambaye anaenda kazini siku ya leo, ambaye yupo nyumbani siku ya leo. Ukampe nguvu ya kufanikiwa, ukampe nguvu ya kutembea kwenye ushindi. Mpe nguvu katika
katika ndoa yake, mpe nguvu katika uchumba wake. Natangaza nguvu ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu sasa katika jina la Yesu, nguvu ya kushinda mambo yote katika ulimwengu wa roho. Pokea nguvu katika jina la Yesu, nguvu ya kushinda mambo yote, nguvu ya kushinda uovu, nguvu ya kushinda dhambi. Pokea kwa jina la Yesu, nguvu ya kukuinua, nguvu ya kukubariki, nguvu itakayoenda na kukupa neema. Pokea kwa jina la Yesu, nguvu ya kukufanya uwe mpya, nguvu ya kukubalika mahali unapofanya biashara, nguvu ya kukubalika kazini kwako, nguvu ya kukubalika kwenye ndoa yako, nguvu ya kukubalika kwa mwenza wako, nguvu ya kukubalika mtaani kwako. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Na pokea nguvu ya kupata utajiri kwenye maisha yako. Hautatembea kama ulivyokuwa mwanzo. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya maombi, pokea nguvu ya kusoma neno, pokea nguvu ya kutafakari neno kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana mtu mmoja anapokea nguvu ya uponyaji. Unapokea uponyaji asubuhi ya leo. Unainuliwa kutoka kwenye kitanda chako cha kuumwa, unainuliwa katika maumivu, unaondoka kwenye hayo maumivu ya mwili wako. Pokea nguvu ya kupona kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana unavyombariki mtoto wako huyu kwa nguvu za rohoni. Ninaomba Roho Bwana kwa rehema na neema, mbariki hata kwa nguvu za mwilini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako na utaiachilia sadaka yako hii ya kupata nguvu za ndani katika ulimwengu wa roho. Utaachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.